Bwana, hivi sasa kuna vita kali sana ya tatu ya dunia na ni vita ya kiuchumi ambayo inaendelea kati ya mataifa mbalimbali ulimwenguni yakiongozwa na Marekani, ambaye ndiyo kiongozi mkuu aliyegundua kwamba uwezekano wa kupigana vita vya risasi, mabomu, nyuklia inaweza ikawa ni ngumu sana kwake kuweza kutoboa, na ndio maana kaamua kuanzisha vita ya tatu ya dunia ya kiuchumi, ambapo tumeona ametangaza kupandisha ushuru, kodi katika mataifa mbalimbali duniani, hata yale mataifa ambayo aliingia nayo mikataba ya kutokuwa na ushuru katika ufanyaji wake wa biashara kama mataifa kadhaa ya Kiafrika kupitia ile mkataba wa AGOA. Sasa na yenyewe yameingia katika utoaji wa ushuru kwa bidhaa zinazoingia pamoja na kutoka nchini Marekani. Kubwa zaidi ilikuwa ni Marekani kutangaza nyongeza ya asilimia 34 ya ushuru kwa bidhaa zote zinazotoka pale nchini China, na ilikuwa ni moja kati ya story moja kubwa sana ambayo iligonga headline, na watu wengi wakawa wanazungumza kwamba ni ukweli usiopingika kwamba sasa dunia ipo katika vita vya kiuchumi. Sasa tuliona Marekani wametangaza tena kuongeza asilimia 50 katika ushuru wa bidhaa zote ambazo zinatoka pale nchini China pamoja na kuingia nchini Marekani, na kufikia tarehe kama 5 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 China ilikuwa inatozwa ushuru wa asilimia 54 katika bidhaa zote zinazoingia China pamoja na kutoka China zikiwa zinaenda kule nchini Marekani. Sasa baada ya tangazo hilo, China na yenyewe ilisema okay, nyie hamtujui. China wakatangaza ongezeko la asilimia 34 kwa bidhaa yoyote inayoingia kutoka Marekani pamoja na kutoka Marekani. Sasa Marekani wakaona hiyo haitoshi, wakaja wakapandisha tena ushuru wa asilimia 50 mwingine, ikawa China sasa bidhaa zake zote ambazo zinaingia na kutoka Marekani zitakuwa zinatozwa asilimia 104 ya ushuru. Sasa China ni baba lao, imeongeza ushuru wa ziada wa asilimia 84 kwa bidhaa za Marekani. Hatua hii inakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuweka jumla ya ushuru wa asilimia 104 kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China. China imeongeza ushuru kwa bidhaa kutoka Marekani hadi kufikia jumla ya asilimia 84 kwa mujibu wa Wizara ya Fedha ya taifa hilo. Hatua hiyo inachukuliwa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kupandisha ushuru wa bidhaa zote kutoka China hadi kufikia kiwango kikubwa cha asilimia 104 mapema wiki hii. Beijing imeweka ushuru wa ziada wa asilimia 50 unaotarajiwa kuanza kutekelezwa rasmi saa 6 ya leo kwa kule saa za kule China kwa bidhaa kutoka Marekani, kwa kulipiza kisasi dhidi ya hatua ya Marekani. Huu ni ushuru wa ziada juu ya ushuru wa awali wa asilimia 34 uliokuwa umewekwa tayari kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na Wizara ya Fedha ya pale China. Tendo la ushuru huu ni kodi ambayo inatozwa kwenye bidhaa zinapoingia kutoka nje ya nchi, na hii inaongeza gharama katika bidhaa hizo. Na kwa nini wameamua kufanya hivi au kwa nini wametofautiana? Ni Marekani inasema China haifanyi biashara kwa njia ya haki, mfano kuiga teknolojia, kuweka vikwazo visivyo vya haki kwa kampuni za Marekani, lakini China inasema Marekani inakiuka sheria za kibiashara za kimataifa na inawanyima haki yao ya kushiriki katika soko la dunia. Madhara katika jambo hili ni makubwa sana, kwa sababu bidhaa kutoka Marekani zitakuwa zina ghali sana kule China. Kwa hiyo watu wachache watafanikiwa kununua bidhaa zinazotoka Marekani pale China, kwa sababu bidhaa hizi sasa zitakuwa zina gharama kubwa sana. Lakini pia hii inaathiri sana bidhaa za China zitakuwa ghali sana kule Marekani. Nafahamu China kwa hivi sasa ni taifa ambalo linauza bidhaa zake katika mataifa mbalimbali duniani hadi ulimwengu wa tatu. Kwa hiyo bidhaa zinazotoka China kwenda pale Marekani na zenyewe zitauzwa kwa bei kubwa sana. Na ifahamike China amekuwa akirahisisha kwa watu ambao wana uwezo wa kununua bidhaa ambazo ni original, yeye anatengeneza copycat, na mwisho wa siku watu wanazitumia na zinafanya kazi vizuri. Kwa hiyo hii inaweza ikawa ni hatua moja sana, lakini pia itaathiri wafanyabiashara, wakulima, viwanda, hata wananchi wa kawaida kwa pande zote mbili, kwa sababu bidhaa huwa zinapanda. Kwa hiyo kama bidhaa zinapanda bei, manake mauzo yatashuka. Pia itaathiri uchumi wa dunia, kwani Marekani na China ni mataifa makubwa sana kiuchumi duniani. Hilo nadhani hakuna mtu ambaye anaweza akawa
analipinga. China imelalamikia rasmi sheria za kimataifa zitumike kuzuia kile ambacho anaita ni unyanyasaji wa kiuchumi, na China imeweka vikwazo kwenye makampuni 12 kama adhabu na kusema hizo kampuni za Marekani haziaminiki tena. Lakini pia kuna makampuni mengine 12 yamezuiliwa kupewa bidhaa fulani muhimu kutoka China. Kwa hiyo Wachina wenyewe hawatishiki kabisa na Marekani, pamoja na sera ambayo imekujwa ya bwana Donald Trump ambaye anasema anataka ku make America great again, na amesema sababu za kuongeza ushuru ni mataifa mengi sana duniani yamekuwa yakikwepa kulipa au yamekuwa yakikwepa kutoa ushuru, lakini anafanya biashara zenye faida kubwa sana. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini Marekani kaamua kufanya hivi? Kaamua kufanya hivi katika nyakati kama hizi ambazo mataifa mengi duniani yanaamua kujikwamua kutoka kwenye low level ya uchumi wao na kwenda kwenye level fulani hivi ya kiuchumi. Kwanza Marekani kafanya hivi kwa sababu ya kulinda biashara pamoja na viwanda vya ndani, na Trump anataka kuhakikisha bidhaa za Marekani zinapata ushindani wa haki ndani ya taifa hilo, na kuongeza ushuru kwa bidhaa kama za China. Bidhaa hizo sasa zitakuwa ni ghali kwa wananchi wa Marekani, kwa hivyo watu wa Marekani wataendelea kununua bidhaa za Marekani, na hii italinda viwanda, kilimo pamoja na ajira za Marekani. Lakini wanalenga kuilazimisha China kubadilika katika mfumo wa kibiashara. Kwa hiyo Marekani inasema China kwanza inaiba teknolojia ya Marekani, lakini pili inatoa ruzuku mkubwa kwa kampuni ya China ili iweze kuuza bei ya chini sana kimataifa, lakini inafungia makampuni ya kigeni hasa Marekani yasiingie kwa urahisi kwenye soko kwa kuweka ushuru mkubwa. So Marekani inalenga kuilazimisha China kukubali kufanya biashara kwa namna ambavyo wao wanahitaji. Lakini another one ni kwamba Trump ametumia sana kauli ya hiyo America First, akimaanisha anapigania maslahi ya Marekani kwanza kabla ya uhusiano huo wa kimataifa. Na bwana Donald Trump pia amesema anataka kushinda vita vya kibiashara, ile inafahamika kama trade war strategy. Marekani ina nguvu zaidi kiuchumi. Okay, tunakubali. Kwa hiyo China imesema itaumia zaidi na hatimaye italazimika kurudi mezani na kukubali masharti ya Marekani. Lakini sababu nyingine za Marekani kwa nini anaamua kufanya hivi ni kukabili ushindani wa China kama mpinzani mkuu wa kimataifa kwenye sekta ya biashara. Maana ushuru huu ni sehemu ya mkakati mkubwa zaidi wa kuzuia ukuaji wa ushawishi wa China duniani. And of course, ni ukweli usiopingika kwa hivi sasa, hakuna namna mtu unaweza ukaikwepa China. Katika kila kitu ambacho wewe unataka kukifanya, ni lazima utakutana na Mchina katulia hapo, na mwisho wa siku hauna uwezo wa kumove on. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho kinaendelea. Mnakumbuka kipindi cha nyuma nimewahi kuzungumza nikasema hivi sasa hapa duniani ili uweze kuwa na usemi, cha kwanza miliki silaha za nuclear, alafu cha pili miliki uchumi, alafu miliki teknolojia. Watu wote ambao wanamiliki nuclear, wanamiliki uchumi, wanamiliki teknolojia, wako smart sana kwenye kupambana na haya mataifa ambayo yamekuwa yakijifanya ni mataifa kiongozi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.